Katibu, wizara inayofuata. Wizara ya Maji, Nishati na Madini. Swali linaulizwa na Mheshimiwa Mahmoud Shineni Ali, mwakilishi wa wananchi jimbo la Chambani. Na msikilizaji na mtazamaji wa ZBC, sasa swali moja kwa moja limeelekezwa Wizara ya Maji, Nishati na Madini, ambapo Mheshimiwa Mahmoud Shineni Ali wa jimbo la Chambani atamuuliza Mheshimiwa Waziri wa Maji kwamba nishati ya umeme ni nyenzo kuu ya kuwasaidia wananchi wa visiwa hivi vya Unguja na Pemba katika kukuza uchumi wao. Kwa takriban miezi mitatu sasa kumekuwa na tatizo na usumbufu mkubwa wa kuzimwa kwa umeme mara kwa mara na kwa muda mrefu katika maeneo mengi ya Unguja na Pemba. Swali linahoji kwamba na kipengele A, B na C, na tusikilize majibu kutoka kwa kaimu wa wizara hiyo. Kama kawaida. La pili, Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako naomba kwanza nianze kwa kuwatoa hofu wananchi wa visiwa vya Zanzibar, hofu ambayo imetanda wiki mbili zilizopita na jana kwa upande wa kusini. Wananchi wa Zanzibar walishuhudia mashine kubwa sana jana zinaondoka bandari ya mjini na kuelekea Makunduchi. Ni watoe hofu, mashine zile ni transformer kubwa kabisa ambazo kuwahi kufika kunako nchi yetu katika historia nchi hii, ambazo zitakuwa zinasafirisha na kupoza umeme wa msongo wa 133. Na hiyo ni miongoni mwa jitihada za kuhakikisha kwamba tunaondoa ile changamoto ya umeme. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji, Nishati na Madini, naomba kutoa maelezo kama ifuatavyo. Zanzibar inapokea umeme kupitia waya za baharini kutoka TANESCO. Kwa upande wa Unguja zipo waya mbili, moja ya megawati 45 iliyowekwa mwaka 1980 na imeshatumika hadi kufikia asilimia 68.8. Ya pili ya megawati 100 imeshatumika kufikia asilimia 97.3. Waya zote zimeshafikia ukomo wa uwezo wa kusafirisha umeme. Kwa sasa kisiwa cha Unguja kinapokea megawati 135.7, wakati mahitaji kwa sasa ni megawati 165. Hivyo kwa kisiwa cha Unguja kuna nakisi ya mahitaji ya umeme kwa megawati 30. Kwa kisiwa cha Pemba tunapokea megawati 20, wakati mahitaji ni megawati 16.7. Baada ya maelezo hayo, naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi swala lake nambari 41 lenye vifungu A, B na C kama ifuatavyo. A. Mheshimiwa Spika, kutokana na ukuaji wa uchumi na kuongezeka kwa idadi ya watu na makazi kumepelekea njia kuu za umeme kwenda kwa mtumiaji wa mwisho kuzidiwa. Ili kunusuru waya kuungua kukatika, inatulazimu kuzima umeme baadhi ya maeneo ili kuleta uwiano katika mifumo ya umeme. Ba, Mheshimiwa Spika, katika kukabiliana na tatizo la upungufu wa umeme, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia Shirika la Umeme Zanzibar limechukua hatua tofauti kukabiliana na hali hiyo, ikiwemo kuyawasha majenereta 30 na kuingiza kwenye gridi megawati 20. Mchakato huo uko katika hatua za mwisho, ambapo kwa sasa shirika la umeme linafanya uwiano wa umeme unaotoka katika majenereta hayo na gridi ya taifa. Mara baada ya kukamilika, tatizo hilo litapungua kwa kiasi kikubwa. Aidha, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia shirika la umeme iko katika hatua za mwisho kuingiza megawati 35 katika gridi kutoka katika meli maalumu ya kuzalisha umeme iliyopo nyuma ya hoteli ya Verde Mtoni. Cha Mheshimiwa Spika, mapungufu ya umeme yaliyopo ni janga la bara zima la Afrika ikiwemo Tanzania. Hata katika mkutano wa nishati wa Afrika uliofanyika mwezi Februari 2025 jijini Dar es Salaam uliainisha uwepo wa upungufu wa nishati ya umeme barani Afrika, ikiwa ni pamoja na Tanzania, na kuazimia kuchukua juhudi mbalimbali kukabiliana na mapungufu hayo. Serikali kupitia shirika la umeme limekuwa likitoa indhari kuwajulisha wananchi
kukosekana kwa huduma ya umeme katika maeneo tofauti. Hivyo, kwa kuwa ni janga la kitaifa na si tukio mahsusi, serikali kwa sasa haiwezi kufanya tathmini kwa ajili ya fidia. Hata hivyo, serikali imekuwa na mpango madhubuti ya muda wa kati na muda mrefu ulioanza kutekelezwa kupitia miradi iliyofadhiliwa na Benki ya Dunia na ile inayofadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika kukabiliana na hali hiyo. Na mara baada ya miradi hiyo kukamilika, tatizo hilo litaondoka. Naomba kuwasilisha, Mheshimiwa Spika. Asante. Mheshimiwa Mahmoud Shineni Ali, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa tatizo hili limekuwa ni la muda mrefu sasa, na kwa upande wa Unguja umesema kwamba serikali ina upungufu wa megawati 30. Je, serikali hii inakiri kwamba kwa takriban miaka 10 sasa imeshindwa kuzalisha megawati 30 ili wananchi wa kisiwa hichi cha Unguja waweze kupata huduma hii ya umeme ya uhakika? Na kwenye Mheshimiwa, kwa kuwa hivi tunavyozungumza hapa yako maeneo ambayo yanakosa umeme kwa zaidi ya masaa 5 na hupelekea wananchi kupata hasara kubwa ya kiuchumi kwa sababu kukosa kutekeleza majukumu yao ambayo yangeweza kuwapatia kipato. Mheshimiwa Waziri, serikali haioni haja ya kuwafidia wananchi hawa ili waweze kujikimu kwenye maisha yao? Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Naomba kwa niaba ya Waziri wa Maji, Nishati na Madini mjibu Mheshimiwa mwakilishi swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Serikali ndani ya miaka 10 haijashindwa kuzalisha umeme kwa ajili ya wananchi wake. Naomba tuwe mashuhuda sote ya kitu gani ambacho kimetokezea. Kwa dhati kabisa tumpongeze Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa juhudi zake za makusudi za kutaka kuibadilisha Zanzibar hii ili ipige hatua ya maendeleo kwa kasi kabisa. Kilichotokezea ni kwamba hii miaka karibuni Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imefungua miradi mingi sana kupita kiasi, miradi ambayo yote imekwenda kufyonza umeme katika gridi yetu ya taifa, na ni miradi mikubwa ambapo ilikuja na sote ni mashuhuda. Watu wengi kuna visiwa hivi walizihaki uwepo wa mabati haya. Mabati yale baada ya kufunguliwa ilikuwa ni mega project ambazo zimekwenda kufyonza umeme mkubwa katika gridi yetu ya taifa. Kwa mfano, hoteli ya Nungu inaitwa Riu peke yake imefyonza megawati 5. Mahospitali, kila hospitali moja iliyojengwa la mkoa na wilaya limefyonza megawati 0.5, yani nusu megawati kutoka kwa gridi ya taifa. Maskuli, kila skuli moja ambayo limejengwa limechukua 0.25 ya megawati kutoka kwa gridi ya taifa. Nyumba za miradi za private ambazo zimechukua 1 megawatt. Miradi ya serikali nazo zimechukua vile vile 1 megawatt, ambapo ni kwa kweli ni project nyingi zimekwenda na kufyonza kutoka na gridi yetu ya taifa. Hilo ndo limepelekea gridi yetu kutokuwa stahamilivu kutokana na miradi mingi kufunguliwa kwa pamoja, ikiwa pamoja na masoko na majengo mengine makubwa ambayo yalikuwa yanahitaji umeme mkubwa kupita kiasi. Swala la pili, amezungumza kuhusiana na swala la fidia. Kiukweli Wizara ya Maji, Nishati na Madini hatuna utaratibu wa kulipa fidia. Hatuna utaratibu wa kulipa fidia kwa sababu ya changamoto ambazo tumezieleza. Kiutaratibu, Wizara ya Maji, Nishati na Madini kupitia shirika la ZECO tunatoa taarifa juu ya uzimwaji umeme pale ambapo tunapokuwa tuna labda marekebisho ya baadhi ya maeneo au tuna changamoto baadhi ya maeneo ambayo tunaziona na tunazijua before. Kinachotokezea kwa sasa, hata tukaona umeme ambao unazimika mara kwa mara bila taarifa na kuharibu au kuathiri kazi za watu nyingi huko wananchi, ni kwamba tunafanya load balancing. Hatuwezi kutoa taarifa kwamba tutazima umeme wapi bila kujua kwamba tunazidiwa kiasi gani. Kwa hiyo tunapozidiwa tunafanya load balancing, kuzima maeneo kwa ajili ya kuakisi kile ambacho tu tumezidiwa kwa wakati ule. Kwa hiyo hatuwezi kutoa ratiba kwa sababu hatujui tutazidiwa kiasi gani na tupunguze au tupeleke mgao sehemu gani. Asante sana.